taban katika jumla almawahib kunako majallati alfawaid katika mapigo yetu na matelezo fakadhalika amba fakadhalika mahepo sawa, fakadhalika sawa makweo. Hii ni miondoko ya al-Imam al-Ghazali sawa. Al-Imam al-Ghazali yeye anatuambia, sikiliza, i'lam, anakuambia ndugu yangu fahamu nini sawa, anna layali al-makhsusa, kwamba yale masiku maalumu kabisa, al-makhsusatu maalumu kabisa, bi sawa, bi ule makhsusia bi umekuwa bi mazid al-fadli, ni kwa sababu ya kuzidishwa nyingi fadhila ndani yake, nyingi tunu ndani yake, lakini nyingi thawabu, nyingi neema, nyingi ibada sawa. Masiku hayo alati ambayo yataayanu almaqsudu bi jumla tusamma swila alati sawa, yale masiku ambayo yataakadu fiha, sikia kazi hiyo, yataakadu fiha, panasisitizwa ndani ya hayo masiku ile istihbabi yake ya ihya fi sana, katika mwaka mzima masiku hayo 15 sawa, ambayo kwayo la yambaghi an yaghfula almurid anha, hapatakiwi muridi yeyote ayasahau masiku hayo, hapatakiwi muridi yeyote ayasahau masiku hayo, aghafilike nayo, kwa maana kuto ya huisha ni kosa kubwa sana kwa muridi sawa. Kwa sababu gani? Fa innaha mawasim alkhairat, ndiyo masiku ambayo ndani yake panapatikana mawasim, zile nyakati za khairi ambazo kwazo zimewekwa mle ndani, kama ambavyo unaona sawa, pana vifurushi katika laini zetu, lakini vifurushi ambavyo vina bonasi katika miezi maalum au katika masiku maalum. Unaambiwa nunua laini hii, unapojiunga vocha ya kwanza pana bonasi unaipata, kwa maana ule wakati wa bonasi umekuja wakati maalumu tu, na ukiisha ule wakati wa bonasi uweze tena kupata bonasi kama hiyo. Labda kwa mifano aina hii yawezekana, labda mkanielewa maana ambayo tunayo kusudiwa nayo hapa, tuifahamu. Mawasimil khairati ni nyakati za watu kuchuma ya khairi. Ndio maana akasema wa mata ghafala atajir, wewe unadhani ni wakati gani tajiri anaweza akasahau? Tajiri ni wakati gani anaweza akasahau? Anil mawasim, kuhusiana na nyakati za msimu wa nini, biashara yake katika faida. Na ndio maana basi kuna wakati tajiri huwa anafahamu huu ni wakati wa kufanya biashara, kwa sababu ni wakati wa mavuno, watu wanavuna na nini, pesa ni nyingi. Wao unadhani kuna tajiri gani huwa anakaa tu hajielewi kwamba ni wakati wa kuleta ziada katika fudhala sawa za mali, alafu akakaa tu asifahamu kwamba ni ule wakati, kisha akaupupia katika kutafuta ziada ya mali yake. Kwa hiyo muridi yeyote ambaye ataghafilika an fadhaili, kuhusiana na fadhila hizi, al-awqati, fadhila za nyakati, kwa maana muda unawepo, angalia, ni mukhassasatul ibada bi awqati muayyani au al-ma'lum,
ibada inahusishwa na nyakati maalumu au kwa muda maalumu ndani ya siku moja, tena kwa masaa machache sana, nisfu Shaaban. Fanya mengi mazuri pale. Tuna Yasini 3 na inshallah tutazizungumza ala wajhi al-itqani, kwa mafunzo hasa hizi Yasini 3. Haluma jarra min al-ibadati mbalimbali, swala na mengineyo ambayo ni masnuni. Lam yanja, mtu ambaye hakupupia masala ya kimsingi, ibada za kimaana, ibada zenye fadhila kwake yeye, akabaki tu wala hatambui kwamba ni wakati wa msimu, huyu mtu hawezi kufaulu wala hawezi kuitengeneza rebuhun adhim katika biashara baina yake na Mwenyezi Mungu kunako muamalatu sawa za ibadati mbalimbali. Sawa. Sasa alizungumza yale masiku 6 al-Imam al-Ghazali, lakini miongoni mwa hayo masiku 6 alizungumza nisfu Shaaban, nusu ya Shaaban, shahri nusu ya Shaaban, nisfu Shaaban. Ile nisfu Shaaban kadhalika na yenyewe pia mimawasimil khairat, miongoni mwa nyakati ambazo watu wanatakiwa wachume mema katika ule usiku wa nisfu Shaaban.